Hello friends, leo ni siku ya 3 ya challenge yetu ya NoFap 30 Days Challenge. Naamini mnaendelea vizuri, mko poa. Na leo nataka nizungumzie kitu kidogo kuhusiana na utafiti ambao ulifanyika mwaka 2016 ambao ulionyesha kwamba wanaume ambao walikuwa wanamwaga wanamwaga mbegu kwa zaidi ya mara 21 au zaidi kwa mwezi walikuwa ni wanaume ambao hawapati zaidi saratani ya tezi dume ukilinganisha na wanaume wengine ambao wanamwaga chini ya mara 7, yani mara 4 mpaka mara 7 kwa mwezi. Sasa hiyo imekuja kuwafanya watu wengi, kwa sababu ni kitu ambacho wanakipenda, kwa sababu mambo ya ngono, mambo ya kujichua ni vitu ambavyo watu wanapenda kuvisikia katika mwelekeo huo. Kwa hiyo media zikapublish na watu wakashabikia kwamba kumbe unatakiwa kumwaga mara nyingi zaidi ili uweze kujilinda na saratani ya tezi dume. Sasa aina hii ya utafiti ni aina ya utafiti ambayo inawauliza watu maswali alafu inawafuatilia. Kwa hiyo waliulizwa watu maswali alafu akafuatiliwa kuona watu ambao waliripoti wao wenyewe. Kumbuka walifuatiliwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mtu anaulizwa maswali alafu yeye mwenyewe anajiripoti, yani alivyokuwa miaka kadhaa ilivyopita. Unaona mpaka hapo kuna bias. Ni rahisi mtu akajiripoti katika namna ya unajua ukiulizwa kitu ambacho kinataka kukuonesha kidogo wewe ni mwamba, kwa hiyo lazima unaweza ukaonesha namna fulani vya kuongeza. Na kitu kingine ni kwamba mtu ambaye anamwaga mara 4 au mara 7 kwa mwezi mzima huenda tayari ana shida, kwa sababu haya magonjwa saratani ya tezi dume ni magonjwa ambayo yanakuja kwa sababu ya chronic inflammation ambayo inaendelea taratibu. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye labda hakutani afanye tendo la ndoa mara kwa mara huenda tayari ana shida nyingine ambayo inaendelea kwa ndani ambayo imepelekea akafika huko. Kwa hiyo unakuta huu si utafiti ambao una ushahidi wa moja kwa moja kwamba inaonyesha causation, kuonesha kwamba usipomwaga kwa 21 au zaidi kwa mwezi utapata saratani ya tezi dume. Hapana, hii ni association, yani kwamba kuna kama kahusiano fulani ambao kanahitaji kufuatiliwa zaidi. Lakini ukiangalia kiuhalisia, yani haiwezekani wewe kwa zaidi ya siku 21 kwa mwezi wewe unamwaga tu. Maana hapo ni kama vile unakuwa promoted kuanza kujichua na vitu kama hivyo. Kwa sababu hata kama umeoa, tukiondoa siku za period, yani wewe kila siku sasa unakuwa ni kama jini. Hiyo kitu inakuwa sio practical. Na kwa sababu bado ni kitu ambacho ni association, inakuwa ibaki kama nadharia fulani ambayo hautaki kuipigia kelele. Kwa hiyo vyovyote vile saratani ya tezi dume kuna njia zake za kujikinga. Kuvimba kwa tezi dume kuna njia zake za kujikinga ambazo zinahusiana kabisa zaidi na hormone wala sio kumwaga. Kwa hiyo kwa vyovyote vile epuka mtu yeyote ambaye ana promote kujikuta wewe umeingia kwenye mchezo wa kujichua ambao unaweza kupeleka kwa ulaibu na baadaye ukakuletea madhara mengine. Kwa hiyo hakikisha kwamba unafanya hii challenge, na kama hujapata mwongozo ni 15,000 tunakutumia kitabu kwenye WhatsApp kinaeleza jinsi ya kuacha na jinsi ya kujitibu. Unaweza ukacheka kwenye WhatsApp alafu nitakutumia. Tukutane kesho. Peace.